Ndugu zangu katika imani, tuko katika zama ambazo kumekithiri baina ya Waislamu na baina ya waumini khawf kwenye mlango wa riziki. Kumekithiri baina ya waumini khawfu juu ya mustakbal, bal tuko kwenye zama, ndugu zangu katika imani, ambayo imedhoofika ndani yake yaqin ya waumini juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakawa waumini hawa wanafungamanisha nyoyo zao na mustakbal wao na maisha yao na kupata kwao riziki na asbab ambazo wameziweka Allah subhanahu wa ta'ala, huku wakiwa wameghafilika na kusahau anayesababisha hizi asbab na anayehakikishia na kusaidia wanadamu kufikia kwenye yote ambayo inahusiana na mlango wa riziki. Yaqini juu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waumini imedhoofika mpaka ikapelekea wengine kudhania ya kwamba iwapo nataka kufikia kwenye riziki yangu, iwapo nataka biashara yangu ifaulu, iwapo nataka mustakbali wangu iwe mzuri, ni ikiwa katika hali ya mimi kufanya yote haya, ni ikiwa sitakuwa mtu mkweli. Bimaana nikiwa mwongo ndiyo nitaweza kufaulu katika hii dunia, ndiyo nitaweza kupata riziki yangu, au kinyume chake. Imefikisha waumini na Waislamu kudhania kwamba ukiwa mkweli katika hii maisha, ukiwa mkweli katika biashara, hauwezi kufaulu katika biashara yako, wala hauwezi kufikia riziki yako unayotarajia iwapo utakuwa mkweli. Ayuha almu'minun, kuna haja kubwa ya waumini kurudi katika tauhidi yao na kuangalia imani yao juu ya Allah subhanahu wa ta'ala iko vipi, na kujiuliza waumini baadhi ya maswali, ikiwa moja katika hayo maswali ni hal nuhaqqiqu at-tauhid kama yanbaghi. Kujiuliza kila mu'min, kila mfanya biashara, kila anayejitakia mustakbal mzuri yeye na familia yake, kujiuliza maswali kama haya: je, umehakikisha tauhid namna inavyotakikana? Wa hal nu'minu haqqan anna Allah subhanahu wa ta'ala huwa ar-razzaqu al-mudabbiru la ghayra. Tujiulizeni swali hili ndugu yangu katika imani. Je, tuamini kikweli Allah subhanahu wa ta'ala, imani ya yaqini ndani ya moyo wako, Allah ndiye mwenye kukuruzuku, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiye al-mudabbir, ndiye mwenye kuendesha mambo yako, la ghaira, na hakuna mwingine yoyote anayemiliki haya mawili. Haya maswali mawili, kuna udharura wa kila mu'min kujiuliza maswali kama haya. Ayuha almu'minun, aya wahida ndani ya Al-Qur'an Al-Karim, lau waumini wataweza kuielewa na kuifanyia kazi
na kuikitisha maana yake ndani ya moyo, itaweza kwa aya hii peke yake kuzaa matunda mengi na kutoa mambo mingi sana katika maisha ya Muislamu. Aya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Aya hii moja peke yake, lau istaqar, lau itakita katika moyo wa mu'min na kuelewa uzito wa hii aya na kwamba Allah anaonyesha utendakazi wake, itaweza kumsaidia kila mu'min ambaye ako na khaufu ya mustakbal wake, ako na khaufu juu ya riziki yake, yaqini yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala imeanza kudhoofika. Ikikita aya hii ndani ya moyo, ewe ndugu yangu katika imani, aya hii itaweza kukupatia utulivu ndani ya moyo wako na kukutolea khaufu katika maisha yako na kukata sababu na dhanna wanayodhania wengi kwamba riziki zao zimefungamanishwa na wanadamu peke yake. Aya hii lau tutaifanyia kazi na kuielewa na kukita ndani ya nyoyo zetu, tutaweza kumdhania Allah subhanahu wa ta'ala vizuri na tutaridhia yote aliyotukadiria Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki zetu, na tutaamini ya imani ya yaqini kwamba riziki yako na ulichoandikiwa haiwezi kuchukua mwingine yoyote. Wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha, asema Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna chochote katika dabba. Maana ya dabba ni chochote kinachotambaa katika hii ardhi. Baadhi ya mufassirun wanasema ni chochote kilio katika hii ardhi, katika wanyama, katika wanadamu, madamu kiko na uwezo wa kutambaa katika hii ardhi. Wama min dabba, hakuna chochote kinachotambaa katika hii ardhi, katika hii dunia, kutoka kuumbwa mwanadamu wa kwanza mpaka mwanadamu wa mwisho, kutoka kuumbwa mnyama wa kwanza mpaka mnyama wa mwisho, wanyama wote walio kwenye hii dunia. Wama min dabba fil ard illa ala Allahi rizquha, illa min Allahi rizquha, isipokuwa riziki ya hawa wote waliokusudiwa katika dabba iko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hii yaqini na hii imani ndiyo iliyokita kwa masahaba ridwanullahi alayhim. Bal mmoja katika sahaba baada ya kusikia aya hii, ufahamu wake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala iliweza kubadilika kamili. Al-Imam al-Qurtubi anataja qissa ya al-Ash'ariyun, kina Abu Musa al-Ash'ari na wengineo walipofanya hijra kuja kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na hali yao ilikuwa ni hali duni, ni watu masakini. Moja katika masiku, ikiwa hali yao imewalemea, njaa imekuwa kali, wakamtuma mmoja wao kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam kwenda kuulizia chochote katika chakula iwapo atapata. Bwana huyu aliyetumwa alipofika kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na kufika nyumbani kwake, alifika kwenye mlango wa nyumba ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huyu bwana aliyetumwa kwenda kutafuta walau chakula kidogo kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, alimsikia Mtume sallallahu alayhi wasallam akisoma hii aya akiwa bwana huyu kwa mlango, aya
ya Allah subhanahu wa ta'ala anayosema, wama min dabbatin fil ardi illa ala Allahi rizquha. Bwana huyu aliposikia aya kama hii na maneno mazito na maneno ambayo ndani yake inadhihirisha tauhidur rububiyya ya Allah subhanahu wa ta'ala, iliweza kukita ndani ya moyo wake aya kama hii na maana iliyobeba. Bwana huyu akasema, mal ash'ariyun bi ahwani dawabi ala Allah. Aya wahida ameweza kuisikia huyu sahaba, akaweza kutamka maneno kama haya, asema mal ash'ariyun. Hawakuwa al-ash'ariyun akikusudia yeye na watu wake, bi ahwani dawabi ala Allah, kwamba ni wanyama duni mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bimaana, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala anaweza kuruzuku na kuwapatia riziki wanyama, fakaif bil ash'ariyin, vipi itakuwa hali ya al-ash'ariyun ambao wanamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na wanamwamini mtume wake na wamejisalimisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala na wamefanya hijra kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, vipi ataweza kutuacha Allah subhanahu wa ta'ala? Aya wahida iliweza kukita ndani ya moyo huyu sahaba, anatamka maneno kama haya, mal ash'ariyun bi ahwani dawabi ala Allah. Hatukuwa ni watu duni kuliko wanyama na viumbe vilivyoumbwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Aya wahida imeweza kuleta matunda kama haya, imeweza kuleta imani kama hii kwa hawa masahaba ridwanullahi alayhim. Bwana mmoja kwa jina ya Abu Usaid katika tabi'in, bwana huyu ndugu zangu katika imani, alikuwa ni mtu fakir, sio maskini, ni mtu fakir, hali yake duni. Moja katika masiku, bwana mmoja alimfuata Abu Usaid na kumwambia, ya Abu Usaid, min aina taakul? Hivi nikuulize ya Abu Usaid, tunaona hali yako katika jamii, wewe ni mtu fakir, lakini vipi wa survive? Watoa wapi riziki yako? Watoa wapi chakula yako? Min aina taakulu ya Abu Usaid? Akampatia jawabu at-tabi'i huyu rahimahullah, yenye kuonyesha kwamba ni watu walioelewa utendakazi wa Allah subhanahu wa ta'ala, ni watu walioelewa kwamba riziki ni zenye kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala peke yake, na kwamba Allah ameahidi kumruzuku na hawezi kumsahau na kumwacha Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuulizwa, ya Abu Usaid, min aina taakul? Faqala Abu Usaid, asema Abu Usaid, subhanallah. Akimjibu bwana huyu, ametakasika Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu akbar, na Allah subhanahu wa ta'ala ni mkubwa. Kisha akadhihirisha tauhidi yake, akadhihirisha yaqini yake juu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala inna Allah yarzuqu al-kalb, hakika ya Allah subhanahu wa ta'ala yarzuqu mbwa. Afala yarzuqu Aba Usaid? Ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kumruzuku mbwa, vipi asiweze kumruzuku mja wake ambaye ni mu'min, ambaye anamwamini yeye Allah subhanahu wa ta'ala na kumsujudia yeye peke yake Allah na kumtegemea, na kwamba anamjua Allah na anamdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala. Fakaif Allah subhanahu wa ta'ala aweze kunisahau mimi na amruzuku mbwa? Ayuha almu'minun, yapaswa kila mu'min amini haya ambayo nataka kuwanukulia
na hii ndiyo iwe imani yako na aqida yako na tauhidi yako, ya kwamba anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khalaiq, ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ameumba viumbe vyote katika hii dunia, watakaffala birizqiha, na akaahidi Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kuwaumba wanadamu wote, akaahidi riziki zao. Iwe imani yako ndio hii, iwe i'tiqadi yako ndio hii juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwani Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anasema, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum wa huwa as-sami'ul 'alim. Wa ka'ayyin min dabba, ay wa kam min dabba, ni wangapi katika wanyama katika hii dunia na wanadamu katika hii dunia, la tahmilu rizqaha, ni madhuafa, hawana uwezo, hawana nguvu, hawana hila ya kujiruzuku illa kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anabainisha utendakazi wake na nguvu zake na tauhid rububiyya yake, asema la tahmilu rizqaha. Wote hawa niliowaumba na kuwaleta kwenye hii dunia hawajajimilikia riziki yao. Fa idhan riziki ya mwanadamu iko wapi? Qala Allah ta'ala, fallahu yarzuquha. Allah subhanahu wa ta'ala ndiye mwenye kuwaruzuku. Kam min dabba, ni wangapi katika wanyama na wanadamu riziki zao haziko kwenye mikono yao, bali iko kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Farizquka ayuha almu'min, riziki yako ndugu yangu katika imani, mustakbal wako ndugu yangu katika imani itakujia, hata kama utaikimbia ile riziki. Riziki yako uliandikiwa itakujia kama vile mauti itakujia. Yupo katika wanadamu anaweza kuikimbia mauti? Yuko katika mwanadamu akona ujanja ya mauti isimfikie? Fahakadha, kuwa na imani na yaqini ya kwamba riziki yako uliandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna njia inaweza kukukosa, wala hakuna njia riziki yako aliyokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala inaweza kukupita. Bali Mtume sallallahu alayhi wasallam abainisha hili katika hadithi ya Abu Darda radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alayhi wasallam qala, inna rizqa, hakika ya rizqi, la yatlubu al-abda, ni yenye kumtafuta mwanadamu, kama yatlubuhu ajaluhu, hakika ya riziki aliyokadiriwa huyu mwanadamu aliye kwenye hii dunia haiwezi kumkosa, na inamfuata mwanadamu kokote alipo, na haiwezi riziki hiyo kumkosa, kama vile mauti haiwezi kumkosa. Fahakadha riziki yako ayuha almu'min aliyokuandikia Allah subhanahu wa ta'ala, hakuna njia itaweza kukupita na kukukosa, kama vile mauti alivyokadiria Allah subhanahu wa ta'ala kwa kila mtu. Kuhusu mauti, kullu nafsin dha'iqatul, kila nafsi itaonja mauti. Fahakadha riziki yako, kila nafsi itapata riziki yake na haiwezi kukupita na kuikosa riziki yako. Kwenye mauti, qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Fahakadha, kwenye mlango wa riziki yako, hata ukaikimbia itaweza kukufikia riziki yako uliyoandikiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu asimulia, asema moja katika masiku
wakiwa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume sallallahu alayhi wasallam raa tamratan aira, aliona tende ambayo imeanguka saqita fil ard, na haina mtu. Raa tamratan, akachukua ile tende, fa'ataha sa'ilan wa qala, akachukua tende hile kutoka kwenye ardhi Mtume sallallahu alaihi wasallam iliyoanguka, akampatia bwana mmoja aliyekuwa anaomba, kisha akamwambia maneno haya: lau lam ta'tiha, lau hii tende niliyokupatia niliyokota katika ardhi, lau lam ta'tiha, lau haukuikujia hii tende, la atak, hii tende ndiyo ingekujia wewe. Bimaana ilikuwa ni riziki yako hii tende, na hakuna njia yoyote ya wewe kuikosa hii riziki. Ndugu zangu katika imani, nimetaja hizi fawaid na hizi ayat na ahadith nikitarajia yaqini yetu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala katika riziki itazidi, nikitarajia khaufu yetu katika mustakbali wetu na maisha yetu itaweza kuondoka, nikitarajia tutakuwa ni wenye kumdhania vizuri Allah subhanahu wa ta'ala zaidi. Nataka tuwe na yaqin ayuha almu'minun kwamba Allah subhanahu wa ta'ala qassama lana arzaqana. Allah subhanahu wa ta'ala tayari kashagawanya na kukadiria riziki zetu. Wa nahnu fi butuni ummahatina, tukiwa bado tuko kwenye matumbo ya mama zetu. Kwenye hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, asema Abdullah ibn Mas'ud: hadathana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq, inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawma ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يبعث إليه الملك فيؤمر ب4 كلمات ويقال له: اكتب عمله ورزقه وأجله وشقي أو سعيد. kutoka hadithi ya Abdullah ibn Mas'ud, Mtume sallallahu alayhi wasallam anakubainishia ayuha almu'min, na hii ndiyo iwe imani yako, najengea kwenye hadithi hii yaqini yako kwenye mlango wa maisha yako na riziki zako. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam akieleza marahil, stages za kuumbwa kwa huyu mwanadamu, lakini kabla hajazaliwa na mama yake huyu mwanadamu anaamrishwa malaika, kabla haujazaliwa aandike haya, aandike riziki zako kabla ya hata haujazaliwa. Fa ayuha almu'min, riziki yako tayari Allah subhanahu wa ta'ala ameandika na kukadiria. Ukiwa kwenye tumbo la mamako, hakuna njia, hakuna namna yoyote unaweza kuikosa riziki yako, bal ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala ameweza kukuruzuku ukiwa kwenye tumbo la mamako dhaif, hauna uwezo wala ujanja wowote, ikiwa ameweza kukuruzuku Allah subhanahu wa ta'ala ukiwa kwenye hii hali, kaifa Allah subhanahu wa ta'ala akuache baada ya kuzaliwa, baada ya kukua, baada ya kusoma, baada ya kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa na tauhid, kaifa Allah subhanahu wa ta'ala akuache kwenye marhala hii na marhala hiyo ambayo ulikuwa kwenye tumbo la mamako, akikuruzuku ukiwa hauna uwezo wala hauna nguvu wala hauna chochote. Hiyo imani yetu ndugu zangu katika imani, kwenye mlango wa rizq, anna Allah subhanahu wa ta'ala
qassama lana arzaqana wa nahnu fi butuni ummahatina. Iwe hii ndiyo imani yako ndugu yangu katika imani, uwe na yaqini juu ya haya maneno kwamba Allah, ile riziki ambayo unaikimbilia, ambayo unaona kwa kusema uongo, labda kwa kudhania kwa biashara ya haramu, kwa kufanya ghish na kuhongana, kwamba kwa njia hii peke yake ndiyo unaweza kufikia riziki yako, na bila hivi na bila hizi asbab abadan huwezi kufikia. Iko wapi itikadi kama hizi na imani kama hizi anazokitisha mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ya kwamba kabla hata haujazaliwa ayuha almu'min, riziki yako na maisha yako na mustakbali wako tayari imeshaandikwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Qultu ma sami'tum wastaghfirullaha li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nizangu katika imani, tulishiria katika khutba ya kwanza kwamba hakuna chochote kinachotambaa katika hii ardhi, katika wanadamu na wanyama, kutoka kuumbwa kiumbe cha kwanza kwenye hii dunia mpaka kiumbe cha mwisho, ila wote hawa riziki zao zishaandikwa na riziki zao ziko kwenye mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tuliona namna ya masahaba baada ya aya moja kukita ndani ya nyoyo zao, ni maneno gani yameweza kudhihiri kutoka kwenye ulimi wao. Bali tumeona mmoja katika tabi'i alidhihirisha kwamba ikiwa Allah anaweza kuruzuku mbwa, vipi aweze kumwacha yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa katika masahaba na tabi'in tunatoa mfano na mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam, iliweza kupatikana yaqini kama hii, imani kama hii, baada ya kumjua ni nani anayewaruzuku, baada ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala ambaye amepwekeka na hana mshirika katika mlango wa tauhid ar-rububiyya, katika mlango wa utendakazi wake ambao hauna kasoro, ambao hauna kupungua katika kutoa yeye Allah subhanahu wa ta'ala. Kwenye hadithi ya Abu Hurairah radhiyallahu anhu asema kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, yadullahi mal'a ayuha almu'min, ambayo wataka kujenga yaqini yako juu ya Allah katika mlango wa maisha yako na riziki yako. Sikiza, yaqini yako unaijengea juu ya nani? Juu ya Allah ambaye yaduhu mal'a, mkono wa Allah subhanahu wa ta'ala mamlu'atun bil khairi wal 'ata. Mikono ya Allah subhanahu wa ta'ala imejaa khairi na imejaa kutoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa wingi. La yaghidhuhu nafaqa, katika hali ya kutoa Allah ambaye wajengea imani yako kwake na wamtegemea yeye peke yake. Allah subhanahu wa ta'ala yaduhu mal'a, mikono yake imejaa khairi na ni mwingi wa kutoa Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hana sifa ya kupungua katika kutoa kwake. Sahaul layli wan nahar. Allah subhanahu wa ta'ala, ayuha almu'min, ambaye nataka ujengee imani yako kwake peke yake,
na yaqini yako kwa Allah peke yake. Hii ndiyo sifa yake, yaduhu mal'a la yaghidhuhu nafakha sahau llaili wan nahar, ni mwenye kutoa usiku na mchana Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna wakati maalum katika usiku kidogo wala mchana wakati kidogo. Sahau llaili wan nahar, ni mwenye kutoa usiku na mchana bila kusimama. Kisha asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, araaitum, muonaje, ma anfaqa, alichokitoa Allah na kuwapatia wanadamu katika riziki, katika mali, katika maisha na kuwafungulia, mundhu khalaqa as-samawati wal ardh, kutoka aumbe mbingu na ardhi mpaka katika siku tuko ndani yake, ni mangapi amewapatia Allah subhanahu wa ta'ala katika kuwafungulia wanadamu. Asema Mtume sallallahu alayhi wasallam, fa innahu lam yaghid, hakika haikupungua chochote katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali tukimalizia ndugu zangu katika imani, kwenye hadithul qudsi kutoka kwa Abu Dharr radhiyallahu anhu, asema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi, enyi waja wangu, law anna awwalakum wa akhirakum, law, kutoka mtu wa kwanza kuumbwa kwenye hii dunia mpaka mtu wa mwisho kuumbwa katika vyote vilivyoumbwa kwenye hii dunia, kutoka wa kwanza mpaka wa mwisho, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wote hawa walioumbwa na Allah katika wanadamu na majini na viumbe vyote, qamu fi sa'idin wahid, lau wote hawa wanadamu kutoka mwanadamu wa kwanza mpaka wa mwisho na viumbe vyote, lau watasimama kwenye sehemu moja, fasaluni, Allah anabainisha ukubwa wa utendakazi wake, ukubwa katika kupeana riziki. Fasaluni, wote wakaja sehemu moja na kila mmoja akaniuliza haja zake nyingi au kidogo, wote wakaja pamoja. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, fa'ataitu kulla insanin mas'alata, hawa wote walioniomba, wenye kutaka nyingi, wenye kutaka kidogo, wote hawa, asema fa'atait, kisha nikawapatia kila mmoja alichoniomba. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, ma naqasa dhalik, haijapunguza kutoka kwangu mimi katika kuwapatia waja wangu, ma naqasa dhalika mimma indi, haijapunguza chochote katika milki yangu. Asema Allah subhanahu wa ta'ala, na iwapo itapunguza, na lau atadhania mwanadamu huenda ikapungua kidogo, atoa mfano wa Allah subhanahu wa ta'ala wa kiakili kwa huyu mwanadamu na kumwambia, iwapo utadhania itapunguza, basi nakupatia mfano huu. Ikiwa unadhania hilo, asema illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr, ikiwa utadhania lau wanadamu wote na majini wote watakusanyika kwenye sehemu moja wote, na kila mmoja amuombe na muulize Allah subhanahu wa ta'ala haja zake, ikiwa mwanadamu anadhania itapunguza kitu, basi asema Allah subhanahu wa ta'ala, illa kama yanqusu al-mikhyat, illa kitakachopunguza ni kama vile uchukue sindano kisha umuingize katika bahari. Illa kama yanqusu al-mikhyatu idha udkhila al-bahr, ikiwa itapunguza katika milki ya Allah ni kama kuweka sindano katika bahari.
kisha uitoe sindano ile. Suali, sindano kama hii itapunguza kitu katika maji ya bahari? Fahakadha, katika kutoa Allah subhanahu wa ta'ala, katika kuwaruzuku waja wake, haipunguzi chochote katika milki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha almu'minun, kuna udharura ndugu zangu katika imani ya sisi kufanya upya imani yetu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, tauhidi yetu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yaqini yetu juu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kuhusiana na maisha yetu, kuhusiana na sisi kwenda mbio katika kutafuta riziki. Riziki yako tayari imeandikwa, ayuha almu'min, na hakuna njia inaweza kukukosa wala kukupita kama vile almaut haiwezi kukukosa na kukupita. Ibadallah, istakthiru min as-salati was-salami alayhi حيث أمركم الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.